Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote ulipo juu ya mgongo wa ardhi ambapo sauti yangu inagonga ngoma za masikio yako. Leo nataka nikupe baadhi ya uradi ambazo hautakiwi kukosana nazo, hususan mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hizi ninazokwenda kukufundisha ni katika uradi za ushindi. Hizi ninazokwenda kukufundisha ni katika uradi zitakazobadilisha maisha yako kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Uradi ninaokwenda kukufundisha ndugu yangu ni uradi ambao kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala unakwenda kukusahaulisha magumu yote uliyopitia, mazito yote uliyopitia, na hatimaye kuanza ukurasa mpya kabisa ambao ndani yake umejaa furaha, ndani yake umejaa amani na utulivu wa hali ya juu. Kumbuka ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Tambueni enyi wanadamu, kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala zinatulia nyoyo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatufundisha uradi wa kwanza ambao ni uradi adhimu, usije ukakosana nao, pale aliposema alidhu biyadhal jalali wal ikram. Ng'ang'anieni, kazanieni, shikamaneni sawasawa mnapoomba maombi yenu kumwita Allah kwa jina lake la dhul jalali wal ikram. Ya dhal jalali wal ikram, moja katika uradi wenye siri za ajabu, moja kwenye uradi wenye siri zisizosemekana. Ndugu yangu mpenzi unayenitazama kokote pale ulipo duniani, usiache katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan unapoomba dua zako kusema ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram. Uradi huu ndugu yangu uliwatoa watu katika mashimo ya dhiki na kuwaleta katika nuru na mwangaza wa maisha mengine mapya. Uradi huu ndugu yangu ndio uradi ambao uliwapa ushindi ndugu zetu waliopita. Ni uradi ambao ulibadilisha maisha ya watu kutoka katika hali ngumu kwenda katika hali nyepesi kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi ninakusihi, miongoni mwa uradi unazotakiwa kushikamana nazo ni ya dhal jalali wal ikram. Nini maana uradi huu? Ewe mwenye utukufu na ukarimu. Uradi wa kwanza huu usije ukakupita ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Uradi wa pili, ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta. Uradi huu unapoamka usiku wa manane, saa 8, saa 9 ama saa 10, ukautaja uradi huu ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, huu ni uradi ambao hautomaliza ila alfajiri itakapokucha. Utakuwa una alfajiri ya aina yake, utakuwa una siku ya aina yake, utakuwa una siku ambayo hutakaa usahau katika maisha yako. Ni daima utakwenda kutengeneza kumbukumbu za maajabu katika maisha yako. Ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta. Kumbuka kila siku Allah anashuka katika wingu wa kwanza akiwanadi watu, nani mwenye matatizo amuondoshe, nani mwenye maradhi amuondoshe, nani mwenye mitihani amuondoshe. Utakapoamka usiku wa manane, umekwisha kula daku yako, ukawa unamtaja Allah ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta. Ndugu yangu Muislam, hapo unakwenda kuteketeza maradhi yote, unakwenda kuteketeza umaskini, unakwenda kuteketeza ufukara, unakwenda kuteketeza hali za choka mbaya, na unakwenda kusimika mizizi na nguzo zilizokuwa imara za maisha mapya, maisha ambayo ndani yake ina riziki, ndani yake ina amani na afya za hali ya juu. Uradi huo ndugu yangu Muislam isiishe Ramadhani ila umeufanya uradi huo. Nakupa nondo nyingine, nakupa msumari mwingine wa moto wa mwisho kabisa, ambao huo ndio funika bovu ndugu yangu, uradi ambao Allah anaupenda, mwepesi kutaja katika ulimi, mzito kabisa katika mizani yako siku ya mwisho, siku ya Kiyama, kwa mujibu wa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Moja katika uradi ambazo ukizitaja Allah pamoja na utukufu wake aliokuwa nao, lakini huwa anasema la, naam mja wangu, kwa hapa ulipofikia sina namna ila ni kukupa yale unayoyataka. Kwa nini? Kwa sababu umetaja maneno ninayoyapenda, umetaja maneno yanayonifurahisha, na ukinifurahisha mimi mfalme mkuu, nami nitakufurahisha katika yale unayoyataka ya dunia na akhira. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Maneno mepesi kabisa kuyataja katika ulimi, subhanallah, mazito kabisa katika mizani, yanapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kumbuka, yupo aliyekula hasara, yupo aliyeharibikiwa, yupo
kupata shoti za hali ya juu. Ni nani? Ni yule ambaye Ramadhani itakapoingia inamkuta na matatizo yake na madhambi yake, kisha Ramadhani ikaondoka, hakusamehewa madhambi na bado kapata na mitihani yake. Huyo ameharibikiwa, huyo ameangamia, huyo amekula shoti ndugu yangu na hasara za hali ya juu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupeni taufiki muweze kuzifanya uradi huu usiku wake na mchana wake, mkaone nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anachokwenda kuwatendeani. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadhan karim, Ramadhan mubarak.